بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. Naam, tunaendelea na madarasa haya fiqhi katika masail. Bado tuko katika masail ya tayammum, katika baadhi ya masharti na baadhi ya masail kabla ya kuingia kuelezea namna ya kutayammum kwenyewe. Masala ambayo tutataka kutaja ama ambayo tutaanza nayo katika kutayammum ni masala yanayofungamana pia na kukidhi zile swala mtu aliyoswali kwa ajili ya kutayammum kwa kukosa maji. Maulama wanatuambia mtu akitayammum kwa kukosa maji, ikiwa ametayammum katika sehemu mara nyingi kuna maji, kawaida yake hiyo sehemu ina maji. Akiuliza bwana, wewe uko mji gani? Bwana, mimi niko Mombasa. Mombasa kawaida yake kuna maji. Basi mtu akitayammum sehemu kama hii, basi zile swala alizoswali kwa tayammum ya kukosa maji lazima zilipe. Manake ni nadra itakuwa kukosa maji katika sehemu kama ile, mji kama ule itakuwa ni nadra kukosa maji. Kwa zile swala alizoswali kwa hali ya kuwa hana tayammum, basi lazima zile swala afanye nini? Si hana tayammum, yani ametayammum kwa ajili ya kukosa maji, basi zile swala lazima afanye nini? Lazima azilipe. Kwa sababu gani? Kwa ajili ile ni udhuru wa nadra sana. Manake tumesema ni sehemu ambayo mara nyingi huwa maji yako. Kwa hivyo kukosekana maji ni jambo la nadra. Basi zile swala alizoswali katika hali ile ama siku zile lazima afanye nini? Azilipe. Ama ikiwa itakuwa sehemu yake, mji wake, pale anapoishi ama alipoondoka amesafiri uko njiani, ni mahali ambapo mara nyingi hakuna maji. Ghaliban hakuna maji. Mwaka mzima ukiuliza maji yako lini? Yako miezi mingapi? Atakwambia miezi 3 ndio huwa sisi tuna maji, na miezi 9 hatuna nini? Hatuna maji. Hukumu yake nini? Mtu kama huyu zile swala halipi. Zile swala halipi. Alizoswali katika hali ile halipi. Kwa sababu aslan maji kwao kila siku hayapatikani au mara nyingi hayapatikani. Kwa hivyo udhuru wake ni mzito zaidi, na mtu kama huyu tutamwambia si lazima afanye nini? Si lazima alipe zile swala. Bali si lazima, yani halipi zile swala. Halipi zile swala. Kisha masala ya mwisho katika masharti ya kutayammum ni kuwa kutayammum ni lazima mtu atumie mchanga tena wenye vumbi. Kutayammum katika madhehebu yetu lazima mtu atumie mchanga tena, kama tulivyosema, mchanga wenye vumbi. Kwa hiyo kutayammum mfano kwa ukuta, kutayammum kwa simiti labda, ama ile vumbi la mawe haiswihi. Mfano nyumba imejengwa bado haijafanywa ile finishing kwa nje, kwa hivyo kuna yale mawe huwa yana lile vumbi lake, vumbi la mawe, lakini tuzungumzie vumbi la mchanga. Kio ni vumbi la mawe, ile haiswihi, tayammum ile haiswihi. Kwa hivyo mtu lazima atayammamu kwa nini? Kwa mchanga. Ndio kauli yenye nguvu kwenye madhehebu yetu. Ndio madhehebu mengine wana akwali zao, lakini kama tulivyosema sisi tunalazimiana na madhehebu ya Imam Shafi, tunafundisha fiqh ya madhhabi ya Imam Shafi. Maana ndio inakuwa rahisi mtu akiona swali ataweza kupata maulama ambao wanajua madhehebu hii, na itakuwa rahisi mtu kupata jawabu. Lakini mtu akitaka kuchukua akwali zingine ama akwali nyingine, rai nyingine, kisha baadaye atakuja apate shida akiuliza, bwana, kwa madhehebu kadhaa huwa ni vipi? Utaambiwa sasa hakuna mwanachuoni madhehebu hayo katika miji kama hii, utafanyaje? Na tulieleza masala haya madhehebu, hatutaki kuingia sana kuhusiana nayo, maana khalas yametosheleza yale tulioeleza. Naam. Baada ya hapa inshallah sasa tutaingia katika nguzo za kutayammum. Yaani namna sasa ya kutayammum. Kule kutayammum kwenyewe mtu anatayammum vipi? Kwa ufupi kabisa, kihakika kutayammum ni kupangusa uso na kupangusa mikono. Ni kupangusa uso na kupangusa mikono. Allahumma kuna maelezo kidogo ya hapa na pale. Kwa nguzo za kutayammum maulama wametaja, nguzo ya kwanza ni naqlu turabi. Ni kunukulu ama kuigurisha ama kuhamisha ule mchanga. Jambo la kwanza ama nguzo ya kwanza ni kugurisha ule mchanga, yani uchukue mchanga kutoka sehemu ulete paka kwenye uso. Sawa? Hata kama utachukua kutoka kwenye hewa, yani tusema kwenye hewa maana yake umeweka mikono hivi. Umeweka mikono kwenye hewa, umefungua mikono, kisha kukaja vumbi likaja paka kwenye mikono, wewe ukaja ukapangusa uso wako, ni sawa. Lakini lau vumbi likaja direct kwenye uso, mtu akasema basi hiyo ndo tayammum kabisa, tumwambia haiswihi. Kwa sababu gani? Kuna sharti ya kuugurisha ule mchanga. Wewe mwenyewe kuugurisha ule mchanga, ima wewe mwenyewe au mwambie mtu, yani mtu akugurishie kwa idhini yako. Wewe ukimruhusu haina neno, sawa, pia inahesabika hiyo. Kwa hivyo nguzo ya kwanza ni kuugurisha
ule mchanga. Nguzo ya pili ni kutia nia. Nguzo ya pili ya tayammum ni kutia nia. Lazima mtu atie nia. Na mtu atatia nia kuwa yeye anafanya, yani anajifanyia iwe mubaha kuswali. Maana asli ilikuwa mtu hafai kuswali, sio? Asli ikiwa mtu hana udhu hafai kuswali. Lakini sasa akitayamamu amepata ruhusa ya kufanya nini? Ya kuswali. Kwa hiyo nia atakayotia hapa, anatia nia kuwa mimi natia nia ya kupata ruhusa ya kuswali. Ya kufanya kuswali iwe kwangu mimi ni mubaha. Maana huyu ana ruhusa kufanya nini? Kuswali. Anafaa kuswali, anaruhusiwa kuswali. Sawa, kwa hivyo lazima atie nia hiyo. Lazima atie nia kwa yeye anataka kufanya nini? Kuswali. Anatayamamu ili kufanya iwe ni mubaha kwake kufanya nini? Kuswali. Tuko pamoja? Tofauti tu iko kuwa nia sasa, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nia katika tayammum kidogo ina maelezo. Nia katika udhu, yeye anaweza kutia nia kuwa mimi natawadha ili nishike mswahafu, sawa. Natawadha ili niswali, sawa. Natawadha ili niswali ya dhuhuri, sawa. Hakuna tofauti. Hakuna tofauti kabisa. Lakini kwenye tayammum akitia nia ya kuswali swala ya faradhi, yani kwa ufupi tutasema kuwa tayammum ina daraja 3. Nia yake ina daraja 3. Nia ya tayammum ina daraja 3. Kuna daraja ya juu zaidi, kisha daraja ya pili ambayo ni ya kati, kisha kuna daraja ya chini ya mwisho. Daraja ya juu zaidi ni nia ya kuswali swala ya faradhi. Daraja ya kati na kati ni kutia nia ya kuswali swala ya sunna. Ama tawafu ya sunna. Pia kule kwenye faradhi, swala ya faradhi au tawafu ya nini? Ya faradhi. Na ya pili ni swala ya sunna au tawafu ya sunna. Kisha nia ya tatu ndio vile vitu vingine vilivyobakia kama kugusa mswahafu, kubeba mswahafu. Hii ni daraja ya 3. Kwa hivyo mtu akitayamamu kwa nia ya kuswali faradhi, tutamwambia ana ruhusa ya kuswali faradhi na kuswali sunna na pia kugusa mswahafu. Maana ametia nia daraja ya juu zaidi. Lakini mtu akitia nia ya daraja ya pili, yani akitia nia kuwa yeye anataka inaitwaje? Anatia nia ya yani anatayamam kwa ajili ya kufanya nini? Ya kuswali swala ya sunna, atakuswali dhuha mfano. Tutamwambia basi hiyo tayamum yako huwezi kuswali nayo faradhi. Kwa ajili hiyo ni daraja ya pili na hawezi kupanda daraja ya juu. Sawa, yeye amejifanyia mubaha tu, amejipa ruhusa ama ametafuta ruhusa ya kuswali sunna. Kwa hivyo hawezi kufanya lile liloko juu zaidi mpaka atayamamu tena kwa ajili ile faradhi. Sawa? Na vile vile ikiwa amechukua daraja ya 3, yani ya kugusa mswahafu, tutamwambia hafai kupanda juu. Hafai. Yani yeye ametayamamu kwa ajili ya kugusa mswahafu, atakaposoma maskini, akatayamamu kwa ajili ya kugusa mswahafu. Kugusa mswahafu ilikuwa ni haramu. Mwambia haina neno, ni sawa, lakini hataruhusiwa kuswali sunna na tayamum ile na hataruhusiwa kuswali faradhi kwa tayamum ile. Tofauti na kwenye udhu. Kwenye udhu mtu akitia nia ya kushika mswahafu, ataweza kuswali sunna na ule udhu, ataweza kuswali faradhi na ule udhu. Haina wasiwasi. Tuko pamoja. Kwa hivyo hizi nia kidogo hapa kwenye tayamum zina nini? Zina maelezo. Ama nia ina maelezo. Naam. Kisha nguzo ya 3 ama jambo la 3 katika tayamum ni kupangusa uso. Kupangusa uso. Lazima mtu apanguse uso. Na uso hapa ni kama kwenye udhu. Na kule kwenye udhu tushaeleza bila wasiwasi. Kule kwenye udhu lazima mtu apanguse kikamilifu. Sawa? Lakini tu tofauti ni kuwa hapa kwenye tayammum sio lazima mtu ati ahakikishe kwa hizi nyele ambazo ziko kwenye uso ati mchanga umeingia mpaka ndani. La. Akipangusa tu kwa juu imefanya nini? Imetosha. Sio kama kwenye udhu. Kwenye udhu tulisema nyele zozote zilizoko kwenye uso lazima mtu ahakikishe maji yameingia mpaka ndani. La, kwenye tayammum hili si nini? Si lazima, bali hata si sunna. Si sunna. Kisha jambo la 4 ama nguzo ya 4 ni kupangusa mikono. Sasa ashapangusa uso, kisha atapangusa nini? Atapangusa mikono. Na kuna namna maarufu ya kupangusa mikono. Utaweka mkono wa kushoto chini utaweka mkono wa kushoto chini ya mkono wa kulia, vidole peke yake. Upanguse kwa chini sasa. Vidole mpaka ufike kwenye kisukusuku. Ukifika kwenye kisukusuku utageuza, kuna kile sehemu ya kiganja, utapangusa upande wa juu wa mkono kwa kiganja mpaka umalize mkono wa kulia. Kisha utafanya hivyo mkono wa nini? Mkono wa kushoto. Yaani jambo la 4 ni kupangusa mikono miwili tena mpaka kwenye nini? Kwenye visukusuku. Kisha jambo la mwisho, jambo la 5 ama nguzo ya 5 ni utaratibu. Lazima mtu apangilie kwa utaratibu huu. Yaani aanze na uso kisha nini? Kisha mikono. Haifai lao akapangusa mikono kisha akapangusa uso. Kama kwenye udhu tutasema tayammum haijafanya nini? Haijaswihi. Naam. Mpaka hapa sasa itakuwa tumemaliza mlango wa kutayammum na ndio itakuwa mwisho inshallah wa mlango wa tahara ama kitabu cha
tahara. Sasa inshallah katika madarasa atakayokuja tutaingia sasa moja kwa moja katika kitabu cha nini cha swala na maelezo yake inshallah. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.